Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, jambo la kwanza ni mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika ni mshukuru sana mgeni wetu Sheikh Juma Tito ambaye yeye ni muhadhiri wa kimataifa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amjalie kila la kheri. Kiukweli kabisa katika yale ambayo ametufikishia leo katika jukwaa letu, mashaallah amefikisha, na bila shaka katika yale aliyoyafikisha yanakuhitaji wewe kuzingatia simu yako baada ya kifo chako. Hakika ametukumbusha jambo kubwa sana. Yaani hiyo simu yako ina nini na nini ambacho baada ya kufa kwako itarejesha katika kaburi lako. Al-Imamu Shafi'i ana maneno, anasema al-akh Sheikh Juma Tito anasema daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqun wa thawan farfa li nafsika qabla mautika dhikruha fadhikru lil insani umrun thani. Haya ni maneno, anasema al-Imamu Shafi'i, anasema mapigo ya moyo, namna ambavyo yanavyokuwa yakipiga haya mapigo ya moyo yanayo sauti na yana maneno yanayosema, yanasema hivi: innal hayata daqaiqun wa thawanin, hakika ya maisha au uhai wa mwanadamu huisabika kwa zile sekunde na madakika kadhaa tu, ndio uhai wa mwanadamu huisabika katika hali za namna hiyo. Sasa akasema farfa linafsika qabla mautika dhikruha, jitahidi sana kutengeneza CV kabla ya kifo chako, kwa sababu fadhikru, anasema bila shaka ule kule kukumbukwa kwa mwanadamu au kutajika kwa mwanadamu baada ya kifo chake, umrun thani, ni sawa na kuishi tena duniani kwa mara ya pili. Sasa unajionaje wewe ambaye katika hiyo simu yako wewe ndio admini wa magrupu ya ngono? Je, umri wako wa pili ambao kutajika kwako katika dunia hii utajike kwamba wewe ndio admini katika magrupu ya ngono? Badilika, futa masala haya katika simu yako, akisha simu yako ina mazuri, mambo mema yalikuwa mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ukumbusho maridhawa kutoka kwa Sheikh Juma Tito, Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Naamini utawafaa ukumbusho huu wale ambao wanaotaka kusikiliza kwa ufasaha na kwa sikio linalosikia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema fadhakkir in nafa'ati dhikra, kumbusha. Hakika ya ukumbusho siku zote una tabia ya kuwafaa wale ambao wana tabia ya waidhika na ukumbusho huo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo nataka nieleze kitu fasaha sana kuhusiana na aina ya mnyama, au wengine wanamwita samaki na wengine wanamwita mdudu, yani majina yote yanayo. Yani huyo mmoja anaitwa mnyama, na huyo mmoja anaitwa mdudu, na huyo mmoja anaitwa samaki. Inategemea na kila mtu pale alipokaa anapata jina gani kutokana na pale alipo. Unajua ni sawa na mti, al-akhi Sheikh Juma Tito. Yani mti unawezekana ukapata jina kutokana na maalumati ya aliye karibu na mti huo. Yani inawezekana mtu mwenye taaluma ya tiba anaweza akawa katika mti akiutazama anauita dawa, huu mti dawa hiyo. Lakini inawezekana akapatikana an-najjar, kwa maana fundi seremala, yeye akiutazama anaita mbao.
Lakini inawezekana akakaa na mkata mkaa, yeye akitazama anaita mkaa. Basi inategemea na yule alipokaa karibu na mti huo, yeye anauona kwa jicho gani na anauita kwa jina gani. Basi mambo ndio yanakwenda katika. Sasa huyu mnyama au mdudu au samaki inategemea na wewe sasa pale ulipokaa, yeye unamwita nani? Wewe mwita jinsi unavyomuita kutokana na taaluma yako. Anaitwa kwa lugha ya Kiarabu anamwita al-ukhtubutu, kwa maana pweza. Katika lugha ya Kiswahili wanamwita pweza Huyu pweza kwa mujibu wa taaluma inaonyesha ya kwamba ana nafasi bora kabisa ya kuweza kuondosha nuksi, ana uwezo mzuri kabisa kuweza kuondosha mikosi, lakini kadhalika ana nafasi nzuri ya kufanya ibital, kubatilisha masala ya uchawi, haswa huyu ukhtubut, kwa maana pweza huyu anapochanganywa pamoja na chumvi ana nafasi bora kabisa ya kuondosha athari na mashakil haya. Mimaktadatihu tajruba, haya ni katika mambo ambayo yaliyofanyiwa tafiti na yakabainika katika hali za namna hiyo. Kimsoma mmoja katika wanavyoni wakubwa kabisa, huyu ni Ad-Doktor Abdul Basit Muhammad As-Sayyidi. Huyu ni raisu Jumuiyati Ijazi al-Ilmi lil-Qur'ani wa Sunna. Huyu mwamba ameeleza al-ilaju tajaribi, yani matibabu yanayokwenda sambamba na tafiti pamoja na majaribio ya aina mbalimbali. Akasema al-qaidatu al-asasiyah yastaniddu ila khubrati au al-hadas natijatan litaallumi sariri fi ghayabi ma'lumati ma. Akasema ya kwamba matibabu yanayoweza kufanyika kwa kutumia majaribio mara kadhaa yana kanuni ya msingi. Kanuni hiyo ambayo bila shaka ndio wanaoitegemea kanuni hiyo al-khubura, wataalamu ambao wanaoshughulika katika maabara mbalimbali wakifanya tafiti zao, au al-hadas, au kadhalika wale watu ambao lahum quwwatun dhihniya, ambao wana nguvu ya kiakili. Kuna mtu mwingine hakai maabara, lakini Mwenyezi Mungu amemjaalia ana ziada ya maarifa ya kiakili. Lakini kadhalika na vile vile tena kwa kutambua mimea au wadudu au viumbe wa aina mbalimbali kutokana na majambo ya aina mbalimbali. Yeye hakai maabara, lakini Mwenyezi Mungu amempa mauhiba, kipaji maalum, na sio wote wanaopewa vipaji hivi. Akaweza kufahamu mmea huu una kadha, au kadhalika samaki au mnyama au mdudu huyu ana kadha, katika hali za namna hiyo. Lakini litaallumi sariri, kwa ajili ya kupata taaluma ya kujua siri mbalimbali za viumbe mbalimbali, tena fi ghayabi maalumati ma, hasa katika zile siri ambazo hawezi mtu kuzifahamu kiharaka kiholela, mtu hawezi kuzifahamu. Wapo watu Mwenyezi Mungu amewapa mauhib, wana kipaji maalum cha kuyatambua hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama hilo halitoshi, na zipo dawa mbalimbali atajaribi, kwa ajili zilizofanyiwa majaribio ya aina mbalimbali, mambo yakaenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na Allah akawapa baadhi ya watu asrar, siri maalum za kutambua yaliomo kwa viumbe mbalimbali, lakini kadhalika yaliomo katika mimea aina mbalimbali, wahalum majara, lakini kadhalika na mengineyo ya aina kadha wa kadha. Kwa ukimwona mtu anakurupuka anakuambia ya kwamba watu wanapofanyiana tiba katika mifumo ya majaribio, mtu anakurupuka haikuthibiti wakati wa Mtume, jua huyo mtu ni jahil murakab, ni mtu mjinga tu. Kwa sababu kwanza ujue kuna kitu kinachoitwa mauhib pia, kwa maana kipaji Mwenyezi Mungu humpa anayemtaka, kwa sababu anayezijua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hayo yapo pia. Sasa leo tutakwenda kumtazama al-ukhtubutu, huyo pweza ambaye unakuta barabarani kachomwa au kakaangwa, unachukua vijiti unachoma pap, alafu unakula. Wewe unajua unatengeneza nini katika mwili wako? Sasa twende sambamba katika jukwaa letu hili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tukupe maalumati kwa kadiri atakavyotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, yaishu al-ukhtubut
Yani kwa maana huyu pweza inaonekana, tafiti zinaonyesha amewahi kuishi katika ardhi hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala mundhu akthar min 270 milioni sana, toka miaka milioni 270 yeye yupo katika ardhi hii. Sio wewe miaka yako michache, maana mwanadamu ndio kiumbe wa mwisho kuletwa katika ardhi hii. Yani hata sisimizi ni mkubwa wako tu, amekuzidi umri, ndio maana yake kafika duniani kabla ya wewe kufika katika dunia hii. Sasa huyu miaka milioni 270 mwanaume yupo katika kaidi, yani yupo katika ardhi hii. Sasa huyu pweza yeye ni nani? Nataka tumjue kwa uchache, alafu twende tukaone maajabu na mauzauza mazito ambayo bila shaka utakwenda kuogopa leo katika hali za aina kadhaa. Tunasema huyu kainun bahriyun mudhhilun, kwanza ni kiumbe ambaye yeye huishi baharini na ana mambo mengi sana yanayoshangaza. Yani ndivyo alivyo pweza. Lakini yuaddu min adhkal afqariyat, na inafahamika kabisa kwamba huyu pweza ni katika wanyama au wadudu au samaki ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba wana akili. Yani huyu ana akili, pweza ni katika viumbe ambao wana akili. Tena na ni kiumbe wa pili katika viumbe wa baharini mwenye akili. Wa kwanza ni dolphin, alafu wa pili anafuatia huyu pweza kwa akili, kwa maana na ufahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba katika hali za namna hiyo. Lakini yatamayazu bimtilaki 3 qulubin, lakini huyu pweza namna alivyomuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwekea katika mwili wake. Pweza ana mioyo mitatu. Wewe una kamoyo kako kamoja hako, alafu ndo hako kamoyo unasema nimempa mtu fulani kamoyo kenye kamoja. Hii ni hatari ya ndugu yangu. Sasa kuna watu wanawapa watu mioyo mpaka wanakaribia kujiua, wao wanabakia hawana mioyo. Sasa utakosa kujiua, utakufa tu kwa mazingira hayo. Hebu baki na moyo wako, usije ukatuletea shida sisi. Sasa pweza ana mioyo mitatu, na hii mioyo mitatu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia yadahu qalbani damma, mioyo miwili ya pweza huwa inasukuma damu ila alkhayashim, kupeleka katika sehemu inaitwa alkhayashim. Alkhayashim ni zile sehemu zenye matundu kwa ajili ya kutolea hewa na kudaka hewa ya oxygen ili maisha yaweze kuendelea biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mioyo miwili inafanya kazi ya namna hiyo kwa ajili ya kumpatia oxygen, inafanya tauzii dima, yani kueneza damu katika mwili wa huyu pweza ili kadhalika oxygen iweze kupatikana biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika wayadahu thalithu, lakini huu moyo wa tatu unachofanya wenyewe unasukuma damu ila baqi aljismi, katika sehemu zilizobakia za mwili. Ndio inasukuma damu katika sehemu ya hali za namna hiyo. Wa damuhu azraqul launi, lakini na damu ya pweza ni damu yenye rangi ya bluu au rangi ya kijivu. Ndio damu ya pweza ipo hivyo. Damu ya pweza sio nyekundu kama ilivyo damu ya mwanadamu na baadhi ya viumbe. Yeye ana damu ya bluu au damu ya kijivu. Kwa nini damu yake inakuwa ya rangi hiyo? Liihtiwaihi ala protinin ghaniyin bin nuhas, kwa sababu damu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia huyu pweza amesheheni protini ambayo ndani ya protini hiyo ina utajiri wa maadini ya nuhas au maadini ya shaba. Mwanadamu ana maadini ya chuma na ndio maana damu yake inakuwa nyekundu, lakini kadhalika huyu pweza yeye ana maadini ya shaba na ndio damu yake inakuwa ya rangi ya bluu au al-azraq au rangi ya kijivu katika hali za namna hiyo. Sasa imekuwa hivi kwa sababu gani? Linaqlil oksijena, kwa sababu huyu pweza anaishi katika kina cha bahari na huku kunakuwa na baridi, na hii baridi inapelekea oksijeni katika sehemu hiyo kuwa ndogo mno. Ndio maana Allah akamjalia yeye akawa na maadini ya shaba kwa kiwango kikubwa, jambo ambalo linaweza kumpelekea akapata oksijeni hata kama yupo katika sehemu ya kina cha bahari biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala.
Damu ya pweza ni damu ya bluu, damu ya mwanadamu ni damu nyekundu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aktharu kafaatin fil bi'ati albarida, lakini kadhalika hali inapelekea yeye kuweza kupunguza, yani kupumua au kufanya kazi hata akiwa katika kina chenye baridi katika hali za namna hiyo. Walahu 9 admigha, lakini pamoja na hivyo huyu pweza Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia ana ubongo 9. Wewe unaka ubongo kako kamoja kana pati 3, sasa yeye ana 9. Kidume huyo ana 9. Lakini kinachoshangaza, wayujadu fi makanin fi rasi, lakini kadhalika ubongo mmoja tu ndio unapatikana kichwani kwake. Hii mingine inapatikana wapi? Wa 8 qul tu'tabaru musaadatan tujadu fi qa'idati kulli dhara', na hizi bongo zingine 8 zilizobakia kila moja inapatikana pale mwanzo panapoanzia sehemu ya vile mikono yake. Nyinyi mnaita mikia ya pweza, so mikia ile ndio mikono yenyewe ambayo anaitumia katika majambo ya aina kadha. Sasa pale mwanzoni kila mkono una ubongo wake ambao una protect ile, yani unashughulika na ule yale mamikono yale, kila moja inafanya kazi za hali za namna hiyo. Naona maajabu na muujiza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wa qudratun fa'iqatun ala tamwiyati wa taghyiri launihi, lakini kadhalika na Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia pweza ana uwezo wa hali ya juu wa kubadilika rangi. Yani kama unavyomuona alhirba vile kinyonga ambaye anaweza kubadilika rangi, basi na yeye yuko hivyo hivyo, ana uwezo wa kubadilika rangi. Na hii liunasiba bai'atahu, ili kadhalika aende sambamba na mazingira yale aliyopo, ili kujaribu kufanya ikhtiba, ili kujaribu kujificha asije akakutana na baadhi ya viumbe ambao wanaweza kumletea madhara. Lakini ladaihi 8 adhru'i, lakini huyu pweza namna ambavyo jinsi tunavyomuona ana mikono 8, yani mikono yake ile 8, sisi tunasema mikia ya pweza 8, mikono yake 8. Lakini tahtawi ala miati almustaqbalati alhisiya litadhawuqi wallamsi, lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia katika ile mikono ina mishipa maalum. Kupitia katika mishipa hiyo anaweza kupata ladha ya kuonja, yani ile kupitia ile mishipa anaweza kupata ladha ya kuonja, akajua hiki kina ladha gani na hiki kina ladha gani. Wallamsi, na ile hisia ya kugusa anayo katika hali, yani akigusa anajua hichi ni kiumbe au hii ni anajua hivyo. Pweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia katika hali ya namna hiyo. Watastakhdimu adhra'ahu almali'ata bilmamasat, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia huwa anatumia ile mikono yake ambayo ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia imejaa almamasat, kwa maana yani mirija, ambayo bila shaka kila mkono mmoja una mirija isiyopungua 240 fi kulli dhari'in, katika kila mkono au kila ule unaoitwa mkia wa pweza una mishipa ambayo isiyopungua 240. Kwa ajili gani? Iktishafi wa taarufi ala taam, kwa ajili ya kugundua na kujua chakula chake katika hali za namna hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatisha katika uumbaji wake. Bilidafati la dhakain ali, kama hilo alitoshi, kwa maana huyu ana akili sana, yani ni kiumbe wa pili katika viumbe wa baharini kuwa na akili baada ya dolphin. Anayefuatia ni nani? Ni pweza katika kuwa na akili katika hali za namna hiyo. Kama hilo alitoshi, wayastati fath al-aghshiya wa khalli al-alghaz wa tahriri hamsati nawawi, lakini kadhalika kuna wakati ana uwezo mkubwa kabisa huyu pweza wa kufanya maficho, kujificha, kwa sababu ya kumwaga aina ya hamdi ya kemikali ambayo asidi, ambayo bila shaka inakuwa na rangi ya bluu au rangi ya kijivu. Ana uwezo wa kutengeneza kama defense, kwa sababu humwaga zile RNA
anakuwa katika mazingira kama kwa ajili ya kujitengenezea defense, ulinzi wa hali ya juu. Na kwa sababu hizi ni kemikali ambazo bila shaka zina madhara, atapomwaga pale, hata kiumbe mwingine kusogea mahala pale panakuwa pazito na pagumu. Kwa hiyo ana uwezo wa kujilinda kutokana na hali na mazingira kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa twende kwa haraka haraka, fawaidul ukhtubutul ilajiyya. Sasa faida za huyu ambaye anaitwa pweza katika masala mazima ya matibabu anakuwaje biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, huyu ukhtubut kwa maana huyu pweza biidhnillah subhanahu wa ta'ala, moja katika kazi zake katika mwili wa mwanadamu, sihatul qalbi wal awiyati damawiyya, ana uwezo mzuri kabisa wa kutengeneza afya ya moyo na hata kuifanya mishipa ya damu iwe imara na iwe vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Umeenda kwa muuza pweza, ukachoma kile kijiti, ukala yule pweza, fahamu kabisa unatengeneza afya ya moyo na ufahamu kabisa unatengeneza afya ya mishipa ya moyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, bifadli vitamin B6, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mnyama huyu ana vitamin B6 wan nuhas, na ana madini ya shaba, lakini yusaidu fi tanzimi duhun wa khafdi dhagti dam. Kwa hali hiyo sasa ana uwezo mzuri wa kupangilia mfumo wa mafuta, lakini pia na mgandamizo wa damu, ana uwezo bora kabisa wa kupangilia katika utaratibu wa namna hiyo. Lakini faida ya pili, ilaju faqri dam, ana uwezo mzuri kabisa wa kutibia maradhi ya al-anemia kwa wale ambao wana tabia kukaukiwa sana na damu, kwa sababu ghaniyu bil hadidi, kwa sababu nyama yake ina utajiri wa madini chuma, ad-daruri li intaji hemoglobin, ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kuzalisha hemoglobin biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini faida ya tatu, sihatu dimaghi, ina uwezo mzuri kabisa ya kutengeneza afya ya ubongo wa nafsia, lakini kadhalika na ishu ya upumuaji. Yahtawi ala fosfor, kwa sababu imehifadhi madini ya fosfor, ad-daruri linumui al-ma'rifi, ambayo ni muhimu sana kwa kutengeneza umakini au usahihi wa akili ya huyu mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na ni kinga vile vile kutokana na mwili kupasuka pasuka, na hii ni kwa sababu kuna vitamin B pelagra biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivyo huondosha msongo wa mawazo, lakini kadhalika na huondosha huzuni inayokuja bila ya mtu kujitambua inatokana na nini katika mazingira kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa faida zake, takhfifu sudai, ni kupunguza maumivu ya kichwa, kwa sababu ndani ya nyama ya huyu ukhtubut ina magnesium mawjudu fi, ina madini ya magnesium ambayo yapo ndani yake, yusaidu vitamin fi taqlili nubati sudai nisfi. Kwa hali hiyo ina uwezo wa kutibia maradhi na madhara ya mtu ambaye ana tatizo la kuumwa kichwa, haswa nusu kichwa, upande mmoja wa kichwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika fawaid au faida ambazo bila shaka fawaidi hizi Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa kiumbe huyu. Sasa twende al-ukhtubut wal milh. Ni vipi sasa mtu anaweza kumtumia huyu pweza, akamtumia pamoja na chumvi katika kumaliza mashakili ya kichawi, lakini pamoja na hasadi na vijicho, lakini kadhalika na kuondosha athari ya mauzauza ambayo yanaweza kuwa katika maeneo ya majumba ya binadamu. Yani hii inaweza kumaliza mashakili yanayojitokeza katika majumba ya watu. Alhamdulillah, siku moja tumewahi kuwasiliana na mtu mmoja ambaye yeye anapatikana pale Oman katika mji unaitwa Madinatul I'lam. Tukizungumza Madinatul I'lam, wale ambao wamefika Maskat wanaelewa. Yani kama ni hapa Dar es Salaam tuizungumzie, yani zile sehemu ambazo wanakaa wale matajiri kama Masaki vile na maeneo kama hayo. Sasa tumefika pale katika Madinatul I'lam. Kabla kwanza sisi hatujaenda katika ardhi hiyo ya Oman, tuliwasiliana na mtu mmoja. Yeye alisema alipewa namba na ndugu yake yupo katika ardhi ya Canada. Akampa namba zetu, tukawasiliana naye, tukaongea naye. Yule bwana akasema, mimi nimehangaika sana
sana sana kabisa. Nyumbani kwangu hakukaliki, tunakuwa na vurugu kubwa sana baina yangu mimi na mke wangu na watoto wangu, ni vurugu mtindo mmoja, na watu hawapati kazi, yani kuanzia yeye mwenyewe, mkewe na watoto wote hawana kazi, na hata wakipata kazi ni muda mfupi tu anatimuliwa kazi yenyewe, basi ikawa mambo yanakuwa magumu, basi hawaeleweki, vurugu imetawala katika majumba, watoto wanavurugana, basi ili mradi mambo yamekuwa mazito. Yule bwana anasema mwanzo kwanza alielekezwa aende Uganda, akatoka Uganda yeye na mkewe wakatoka Oman wakaelekea katika ardhi ya Uganda. Kufika kule wakafanywa baadhi ya majambo, wakarudi nyumbani, mambo yako pale. Subhanallah, wallahi inatisha hii hali. Basi anasema akaenda maeneo mbali mpaka ikafikia wakati akaenda kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii, lakini pamoja na hayo bado mambo yakawa magumu. Ndio akakutana na ndugu yake, akamwambia hebu jaribu mtafute Sheikh Yusuf Diwani. Akanipigia simu, nikaongea naye takriban dakika 15-20 hivi, akanihadithia. Nikamwambia basi inshallah, jambo la msingi wewe ukiwa huko, sisi tutafanya visomo vya dua tukiwa hapa, lakini kadhalika lazima tufanye utaratibu wa kuagizia dawa maalum kabisa iliyochanganywa na ukhtubut, kwa maana huyu pweza na michanganyo yake mingine. Dawa yenyewe ni hii ambayo inaitwa ukhtubutu. Pia tukamwagizia yule bwana hii dawa, tukampa maelekezo ya namna ya kufanya pale nyumbani. Alhamdulillah. Basi wakati sisi tunaendelea na visomo ndani ya masiku 7, na yeye kule tumempa utaratibu wa kufanya ndani ya masiku kadhaa. Subhanallah, alifanya siku ya kwanza pale nyumbani, akafanya siku ya pili, siku ya tatu. Anasema kila alipokuwa akiingia ndani, yeye pamoja na familia yake walikuwa wanasikia harufu mbaya sana inatokea, hawajui kwamba ni harufu ya nini, lakini wanajaribu kutafuta labda kuna mzoga, hakuna. Basi wakawa wanapata tabu katika hali hiyo. Basi inafika siku ya 4, wanaingia ndani, wanakuta kumatapakaa damu, tena damu yenyewe inaonyesha kama vile ni ya kiumbe ambaye ndio kwanza kachanika sasa hivi, yani inachuruzika, tena inakwenda hiyo damu, mara imeingia chumbani, wanaona michirizi mingine imekuja imeingia khala chooni, labda michirizi mingine imekuja, basi ili mradi nyumba nzima imekuwa katika mazingira haya. Siku hiyo sasa, anasema usiku kulikuwa na mauzauza makubwa mno, kiasi ambacho ikawa yani wao wanasikia sauti, wanasikia mishindo ya hapa na pale kama nyayo za watu wanatembea, wanasikia watu wanapiga, yani sauti kama za watu wanapiga makelele ndani ya nyumba ile. Wale mabwana siku hiyo ikawa ni siku ngumu sana kwao. Ilipofika asubuhi, wakamshukuru Mwenyezi Mungu, wakasali alfajiri. Baada ya hapo akaninyanyulia simu, Sheikh bana, tunaona hivi na hivi. Nikamwambia basi inshallah Mwenyezi Mungu anatufanyia wepesi katika mashakili haya. Subhanallah, hiyo ni Madinatul Ilam. Basi baada ya katika hali za namna hiyo, subhanallah, nasema wakati wale mabwana wapo sasa wanafanya kutazama hiki kitu kinachotoa harufu ni nini, ghafla wakaona majoka 3 yamekufa, yani nyoka 3 wamekufa. Subhanallah, wale mabwana walipiga simu kwa uoga sana, wakasema shekhe, kuna mambo ambayo si tunayaona hapa kwa mazingira yetu haya, hapa nyoka anatoka wapi? Mwambia shekhe, ni hatari. Ukitazama katika taratibu za masala ya sihri, yani mambo ya kichawi, na hasa sihru shaitani, uchawi wa kimajini, pia hutumiwa sana katika viumbe wanaofanana na nyoka. Ile bana akasema, shekhe, mimi naogopa, nataka uje ili umalize ili tatili uone haya majambo, ikiwezekana mimi nikufanyia utaratibu leo kesho, ili uweze kuondoka kuja hapa katika Madinatul Ilam. Mimi nikamwambia hapana Sheikh wangu, nikihitaji mimi niondoke nije huko na utaratibu wangu, siendi hivyo Sheikh. Utaratibu wangu siji mwenyewe, nakuja na timu yangu, yani maana yake mimi, yani nakuja na watu 3, mimi nakuwa mtu 4. Akasema basi hamna shida Sheikh,
mimi kumudu watu 4 naweza. Tukamwambia basi haina shida, lakini kuna maandalizi mengine, ili tunajua tunakuja vitani, lazima tujiandae. Huwezi kuingia vitani shekhe unakwenda na kiwembe. Akasema niambie utaratibu upoje ili tuandae hizo silaha. Nikamueleza yule bwana, akasema hamna tatizo, na hizo silaha naweza kuzigharamia. Tukamwambia inshallah. Basi kweli yule bwana ndani ya siku 2 tu akatekeleza utaratibu ule, kila kitu ikakaa sawa. Tukaondoka hapa tukaenda mpaka katika ardhi ya Muscat Oman. Alhamdulillah, moja katika silaha nzito ambayo tulokwenda nayo tulitanguliza mwanzo na tukaenda nayo tena kwa mara ya pili na ikafanya mambo makubwa, ni hii dawa inaitwa al-ukhtubut, ambayo pia ni miongoni mwa mchanganyiko wa unga ambao pia ulipatikana kwa huyu pweza. Anakaushwa vizuri, alafu anachanganywa na chumvi, anasagwa pamoja na chumvi, unapatikana unga madhubuti, alafu na baadhi ya mimea mujarrab kabisa. Ikichanganywa hii kwa pamoja ni muhimu sana 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 kwa ajili ya kuondosha athari na mashakili ya aina kadha. Basi tumefika pale, alhamdulillah, tukawakuta kweli wale nyoka, tukawachukua pale, tukaenda nao mahala fulani, tukawazika wale. Kisha baada ya hapo tukafanya visomo pale ndani na zile silaha ambazo tulokwenda nazo tukafanya pale majambo. Alhamdulillah, baada ya hapo tumekaa wiki ya kwanza, wiki ya pili sisi tukaondoka kurudi katika ardhi ya Dar es Salaam. Tukafika, wale mabwana wanatupigia simu wanasema alhamdulillah, sasa hivi tunalala vizuri, mizozo ndani ya nyumba imekwisha, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu atufungulia, kazi zimefunguka. Watoto wangu wamepata kazi, mmoja akapata kazi Ujerumani, mwingine kapata kazi pale pale Omani, na yeye anafanya kazi katika ofisi ya rais. Alhamdulillahi rabbil alamin, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala. Basi amekuwa ni mmoja katika wanafamilia wetu. Mara kadhaa hata sisi tukikwama tunamwambia tu, mzee unasema, anasema shehe usiseme sana majambo yanakwenda sawa biidhnillah. Kuna watu wanajua fadhila shekhe. Kwa hiyo inshallah hii dawa al-ukhtubut ni muhimu sana kwa wewe ambaye nyumba yako ina mauzauza ya kila namna, wewe ambaye nyumba yako ina mizozo ya kila namna, hamna amani baina yako wewe na mumeo, hakuna amani baina yako wewe na mkeo, hakuna amani baina ya watoto wako, ni mizozo tu na magomvi ya hapa na pale. Al-ukhtubut ni muhimu sana kwa ajili ya kukata hizo hasadi zilizotawala hapo nyumbani. Mimaktabatu tajriba, haya yamefanywa kwa majaribio maalum. Na yupo msemi mmoja anasema, la tasali tabiba fasali almujarrab, usije ukamuuliza daktari dawa yako inafanya nini na nini, fasali almujarrab, bali uliza iliyofanyiwa majaribio na ikaleta natija iliyokuwa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Mwenyezi Mungu anatisha, ameweka vitu vikubwa katika hawa viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukhtubutu wal milh, kwa maana uipweza pamoja na chumvi, jaffifhu, kwa maana mchukue yule ukhtubut, kwa maana pweza, mkaushe vizuri kabisa. Baada ya kumkausha uweke na ndani yake chumvi, yani msage vizuri upate unga wake, alafu changanya na chumvi halisi kabisa biidhnillah. Wabakhir fil baiti, alafu fukiza pale katika nyumba, au makana tijaratin, au kadhalika, au bakhir fi makani tijaratin, au katika sehemu yako ya kibiashara, fukiza pale biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Au man asabahu al-ainu was-sihru wal-hasadu, au mfukize yule mtu ambaye amepatwa na masala ya uchawi, au amepatwa na masala ya hasadi, au amepatwa na masala ya vijicho biidhnillah. Na kijicho ni hatari, kijicho kina madhara, bora hata uchawi kuliko kijicho. Kijicho ni hatari sana. Mtume anasema al-ainu haqqun law kana shay'un sabiqa al-qadar la sabaqathu al-ainu, anasema kijicho kipo kweli na kina madhara makubwa. Lau kama kungekuwa na kitu chenye kuweza kupita kadari ya Allah, basi kijicho kingekuwa namba 1 katika kuleta madhara makubwa katika kuipita hiyo kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingia harfu al-imtina li-ittifaq, li-imtina. Katika hali ya namna hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru. Kwa hiyo muhimu sana ewe ndugu yangu upate hii, wewe ambaye nyumba yako imetawaliwa na hasad, imetawaliwa na sihir, imetawaliwa na aini, maelewano yanakuwa mabovu, lakini kadhalika vurugu,
kazi hazipatikani, na zikipatikana matatizo chungu mzima. Watadau daqiqa al-ukhtubuti mumtazijata ma'a al-milhi, lakini kadhalika unaweza ukapata unga wa ukhtubut kwa maana wa huyu pweza, lakini iliyochanganywa pamoja na chumvi, ukaweka filma, katika maji. Wataqra'u alaiha ayatul kursi, alafu ukasomea ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mpaka mwisho mara 77. Thumma taghsil wa tarushu fil manzili, kisha baada ya hapo nusu yake utaoga na nusu yake utarashi pale katika nyumba biidhnillah subhanahu wa ta'ala, katika hal au fi makani al-amal, au katika sehemu ambayo wewe unafanyia kazi zako. Mambo yamekuwa mazito, yamekuwa magumu, basi lau kama utapata utaratibu wa ukhtubut. Hii ni mujarrab, hii hapa imeandaliwa kutokana na unga wa pweza pamoja na chumvi, lakini ndani yake kuna mimea 7 pia imechanganywa kwa pamoja. Sasa wewe ikiwa kama huna uwezo huo, basi jitahidi sana upate yani ile ukhtubut, kwa maana yule pweza mwenyewe mkaushe, alafu msage upate unga wake, lakini kadhalika upate na chumvi, alafu ufanye utaratibu huu biidhnillah. Lakini hii yenyewe ina mimea pia ambayo ipo ndani yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fa inna sihra yanhallu min jasadil mashuri wal makani, pakifanywa hivyo hakika ya uchawi utaondoka tawan wa karaha, haraka sana utaondoka kutoka katika mwili wa mtu alofanywa uchawi, au mahala na sehemu ambapo uchawi upo, mahala hapo utaondoka na kudisapia mahala hapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ewe ndugu yangu, tumia fursa hii, wasiliana nasi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili kuleta usahihi katika nyumba yako, watoto wako wawe salama, wewe na mumeo, wewe na mkeo muwe salama. Ni hii al-ukhtubut ni mujarrab sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ina nguvu ya ajabu, inatisha katika utendaji wake, inashangaza katika utendaji wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia, al-akhi Sheikh Juma Tito hapa ametueleza umuhimu wa mkono wa Idi. Mkono wa Idi ni kitu muhimu sana katika maisha haya ya dunia. Yani kama kuna kitu bora zaidi ni ile performance iliyokuwa nzuri pale katika uwanja ule wa 6x6. Performance ikiwa nzuri, basi siku hiyo utaona na mke anakuwa vizuri zaidi. Yani utamuona tu mambo yake jinsi yanavyokuwa. Sasa usikubali kubabaisha katika tendo hili, kwa sababu ukibabaisha katika tendo la ndoa kuna hatari ya watu kutumia fursa hiyo kumchukua mkeo au kumchukua mumeo. Muhimu sana ewe ndugu yangu upate mkono wa Idi. Sasa hivi ndio habari ya mjini, yani mazungumzo yote watu wanaizungumza mkono wa Idi. Je, wewe ushawahi kuitumia hii? Sasa tumia na wewe sasa, alafu utaona jinsi unavyokuwa imara biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani Ulaya sasa hivi habari ni mkono wa Idi, Amerika sasa hivi habari ni mkono wa Idi, Uarabuni huko habari ni mkono wa Idi, hapa kwetu Tanzania habari ni mkono wa Idi. Zanzibar usiseme mkono wa Idi, hatujaizungumza Kenya hapo mkono wa Idi unatisha huko, lakini hapo katika ardhi ya Uganda, Kongo napo mkono wa Idi unasema vizuri kabisa. Yani mkono wa Idi unatoa sauti bwana. Unasema kwa sauti ya juu kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe usishangae tena, wasiliana nasi upate dozi kamili ya mkono wa Idi biidhnillah. Inatumika ndani ya mwezi mmoja tu, mambo yanakuwa imara zaidi ya simba biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu mwingine ana mke mzuri Sheikh, lakini anaishia kumtazama tu. Ndio wale kama alivyosema al-akhi Sheikh Juma Tito kwamba watu wanabakia sebleni tu, sitting room tu, mtu amekaa kumbe anajifikiria nitaingia kwa mguu gani, wa kushoto au wa kulia. Alafu kuna baadhi ya wanawake wengine ni wakorofi, akikuona tu umeingia anasema afadhali nimekuona. Unasemaje? Unajua bana, unajua leo nimechoka sana. Hakuna cha nimechoka sana, mkono wa Idi ndio mpango mzima biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nimechoka sana ndio nini bana? Hebu pambania afya yako ya mkono wa Idi, alafu wewe mwenyewe utakuja kutuambia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mkono wa Idi ndio mpango mzima. Lakini hapa tunayo hii prostate. Hii ni dawa maalum kwa ajili ya tezi dume.
Kwa wale ambao wana tatizo la tezi dume, hii ni muhimu sana kwa ajili ya kutibu tezi dume bila ya upasuaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu, lau kama mtu atapata maradhi ya tezi dume alafu kadhalika akaenda katika sala la upasuaji, haijalishi daktari atakayekupasua ana maarifa kwa kiwango gani, haijalishi utakwenda katika nchi gani yenye ujuzi mkubwa zaidi, bali kuna hatari ambazo zinatarajiwa zitakutokea tu. Mmoja, lazima utakuwa ni mtu ambaye unapitwa na mkojo bila we kujitambua, takriban ndani ya miezi 6 mpaka mwaka, wakati mwingine anaweza kwenda mpaka mwaka na nusu. Yani maana yake jiandae kuvaa yale mavazi wanavaga watoto kwa muda huo. Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru. Sasa jitahidi kupata hii dawa, ina uwezo mzuri kabisa hii prostate ya kumaliza mashakil bila ya upasuaji. Lakini kadhalika kuna hatari ya yule ambaye anafanya upasuaji wa prostate, kuna hatari ya kupoteza kabisa uwezekano wa kuliendea tena tendo la ndoa. Kwa hiyo siku zote tunawaambia, yapo maneno yaliyosemwa na mabwana wakubwa, anasema wadawi daa kabla an yakula fihi tabibu dai aya fastatara. Jitahidi sana kutibia maradhi kabla haijafikia wakati daktari akasema kwa namna yalipofika maradhi haya hakuna namna ya kufanya, we subiria hicho kinachotokea. Maana yake ukishajijua una maradhi, basi fanya haraka kuyatibia. Usisubiri mpaka yawe katika hali ngumu. Pambana. Afya ni kitu bora sana. Anasema afya ni kitu bora mno. Hawezi kutambua afya isipokuwa ni yule ambaye aliyo katika kitanda sasa anaumwa, ndio anaweza kujua faida au umuhimu wa afya katika hali za namna hiyo. Sasa jitahidi sana ndugu yangu ambaye una viashiria vyote vya prostate au unayo prostate tayari umepimwa ukaambiwa ipo, basi fanya juhudi uipate hii prostate, kwa maana tezi dume ni muhimu sana kwa maisha yako ya mwanamume ili uwe vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wasiliana nasi, tutakupa utaratibu na dozi yake ni chupa 5 hizi. Ndio dozi na inatumika ndani ya masiku 30 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Matokeo yake ni mazuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Walio wengi Mwenyezi Mungu anajalia wanapona. Sisemi wote kwa sababu hakuna dawa inayotibu watu wote, bali nasema walio wengi. Na wewe pindi ambapo unakuja kuipata dawa yetu hii, mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, naomba nijalie katika wale wengi ambao wanaofanikiwa, nami niwe mmoja katika hao kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Tezi dume, prostate ni muhimu sana, inatibika. Iwe ina kansa, iwe bado haijakuwa na kansa, iwe imevimba, iwe bado haijavimba, inatibika biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Prostate ndio mkombozi wako. Na hapa tunayo hii al-akh Sheikh Juma Tito, hii inaitwa Haqqul Mujarrab, jurriba miraran fasah. Hii ni maalum kwa wale ambao waliosibiwa na masala ya kisihir. Kuna watu wamelishwa mauchawi, wamekula mauchawi yaqdhanan manamatan au yaqdhanan, wakiwa wamelala, wengine wako hivi macho, wameenda mahala wakalishwa mauchawi, wengine wakanywa masumu ya kila namna. Matokeo yao wakajikuta wanaingia katika maradhi ya kila namna. Kila maradhi yakipimwa yeye anayo. Hii ni hatari sana, na wengine wakipimwa hayaonekani maradhi yenyewe. Basi hii Haqqul Mujarrab ni muhimu sana sana kwa ajili ya afya na maisha ya bin Adam. Na hii inakwenda kwa dozi kamili vile vile. Dozi kamili hizi zinakuwa ni chupa 3. Isipokuwa kwa wale watu ambao walio katika, yani walio nje, tunachofanya kwa sababu hizi chupa 3 ukiziweka zinakuwa nzito. Kwa hiyo namna usafirishaji inakuwa ngumu, yani inakuwa fedha yake ya usafirishaji inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tunachofanya huwa tunaweka hii dawa kwa ukali sana. Anapata mtu chupa hii moja lakini yenye ujazo wa chupa 3 zile. Kwa hiyo kishafika kule sasa tunamwambia namna ya kuidivert apate chupa hizi 3 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa walio humumu ndani ya nchi yetu au nchi jirani, mathalan Kenya, Uganda, Burundi, Kongo, hawa tunawapelekea vile vile 3 namna zilivyo. Lakini kwa wale walio Marekani, Uingereza, yani nchi za Ulaya huko au Amerika na Ulaya yake au Australia huko, hii tunapeleka ni moja ambayo inakuwa na ujazo wa zile 3. Kifika kule ndo tunamwambia anaidivert mtu ili mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Uchawi
hauna nafasi unapoipata haqul mujarrab. Unapataje nafasi uchawi kuleta madhara? Kuisha habari yake inshallah. Lakini tunayo, namaliza hii al-irham. Hii ni kwa ajili ya kina mama sasa. Masala ya uzazi, ada haipangiki vizuri, maumivu wakati wa ada, uvimbe, harufu mbaya sehemu za kike. Lakini kadhalika kwa wale ambao wanasumbuka sana na sala la uzazi, hii ni muhimu sana pia kusafisha mirija ya uzazi na kuifanya kuwa imara, na hata kutengeneza ladha wakati wa tendo la ndoa. Wewe mwanamama ambaye bila shaka unasumbuka sana na sala la uzazi, wewe mwanamama ambaye ukifika wakati wa ada unaanza kujiuliza itakuwaje mwezi huu, maumivu makali. Lakini kadhalika wewe mwanamama ambaye ukifika wakati unasumbuka sana, ujui unaingia tarehe ngapi, unatoka tarehe ngapi, ada inakuja ovyo ovyo tu, haipangiki, haina utaratibu, watoto wanakosekana, basi jipatie al-irham. Ni muhimu sana, na dozi yake zinakuwa chupa 4 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah ajalie kila la kheri, na tunazo hapa dawa zingine nyingi. Wewe tupigie simu, tuambie tatizo lako, tunaweza tukakushauri nini cha kufanya biidhnillah. Tuna tanwir al-jasad, kutia nuru mwili kwa wale wenye nuksima, mikosi na mfano wa hayo. Tunayo al-manjali ambayo hii ni kwa ajili ya sikosel na mfano wa hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Tukutane tena katika jukwaa lijalo biidhnillahil karim. Wa huyu pweza na chumvi, lakini pia namna anavyoweza fanya matukio mazito kabisa kuna kusambaratisha masala ya uchawi hasa yaliyo ndani ya nyumba ama familia imekuwa na majanga, basi pweza na chumvi wana nafasi bora sana ya kuweza kumaliza mashaka yatokanayo na uchawi, ima hasadi ama vijicho na mfano wa hayo. Pweza anayo nafasi. Lakini yote kwa yote, namna ambavyo umejaribu kusikia mkono wa Idi ulivyotikisa duniani kwa ujumla, manake si Tanzania tu, lakini pia bara la Ulaya, lakini pia Amerika, Asia huko, basi mpango mzima ni mkono wa Idi. Vipi wewe ambaye uko ndani hapa unakosa mkono wa Idi? Usikubali kabisa kuwa mnyonge ama kuwa dhaifu unapokuwa pale nyumbani, au usikubali kukaa sebule unaangalia mpira mpaka saa 8 za usiku. Fursa ya kuweza kurudia katika uimara ipo. Ni nini? Ni mkono wa Idi tu, ndio habari ya mjini. Lakini yote kwa yote, tunayo dawa ambayo shika na masala mazima ya macho, Ar-Ramadi. Hiyo ni kwa ajili ya watu wote ambao wana matatizo ya macho. Macho yana pressure, macho, trachoma, glaucoma, jicho kavu, au na mtoto wa jicho na mfano hayo yote hayo, basi tunayo namna bora kabisa kutibia maradhi ya macho kwa ukamilifu wake kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi nisiwe na mengi, cha msingi chukua namba hizi, tupigie kwa namba za simu ambazo unaweza ukapewa mwongozo, taratibu zilizo kwa bora kabisa kuweza kutufikia. Ofisi zetu ziko hapa Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Tupigie simu kwa 0748869733 au 0659869734. Zetu namba hizo za kupigia simu ili kupewa mwongozo, taratibu ziko bora kabisa biidhnillah ta'ala. Kumbuka ofisi yetu iko Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hivyo tukutane katika wakati mwingine na kwa jukwaa letu hili la Dr. Said na Sheikh Sultan Al-Ghazali. Kheri nyingi zitapatikana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.